Hujambo mtazamaji, habari za usiku huu, ni matumaini yangu mzima wa afya njema. Karibu katika wasaa wa habari. Mimi ni Philipina Ndwata, nitakuangazia yale mengi ambayo tumekuandalia ya kutwa nzima ya leo. Na katika upande wa habari za michezo na burudani utaungana naye Esther Mtebi. Mtazamaji karibu, na moja kwa moja naanzia nchini Kenya. Maelfu ya waombolezaji walikusanyika Kisumu kando ya ziwa Victoria kutoa heshima zao za mwisho kwa aliyewahi kuwa waziri mkuu wa nchi hiyo Raila Odinga, aliyefariki dunia Oktoba 15 mwaka huu wakati akipatiwa matibabu nchini India. Odinga, ambaye alikuwa kinara wa upinzani na mwanasiasa aliyeshiriki uchaguzi kwa zaidi ya miongo mitatu, amekuwa nembo ya mapambano ya kidemokrasia nchini humo. Mwili wake ulipowasili katika uwanja wa Kisumu mapema leo Jumamosi Oktoba 18, alipokelewa kwa nderemo, vifijo na vilio kutoka kwa maelfu ya wafuasi waliokusanyika kumuaga kiongozi waliyemwamini katika misimamo yake thabiti. Vijana kwa wazee wameonekana wakimlilia na wakati huo huo wakisherehekea maisha ya kiongozi huyo aliyewatetea kwa takribani miaka 40. Wengi wamemwelezea Odinga kama kiongozi aliyejitolea kwa maslahi ya taifa, mara nyingi akihatarisha maisha yake katika harakati za kupigania haki, usawa na utawala bora. Itakumbukwa licha ya kushirikiana na serikali tatu kati ya 4 zilizopita nchini humo, Raila aliendelea kuchukuliwa na wengi kama sauti kuu ya upinzani na mlinzi wa demokrasia. Mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM, Samia Suluhu Hassan, ameahidi kuweka mkoa wa Katavi katika kipaumbele cha kitaifa katika uboreshaji wa miundombinu ya barabara na madaraja, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa kuchochea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa wakazi wa mkoa huo. Akizungumza katika mkutano wa kampeni uliofanyika uwanja wa Azimio, wilaya ya Mpanda, Dr. Samia amesema serikali yake itahakikisha barabara kuu zinazounganisha mkoa wa Katavi na maeneo jirani zinajengwa kwa kiwango cha juu ili kufungua fursa za kiuchumi, biashara na usafirishaji wa bidhaa. Aidha, ameeleza kuwa serikali yake itafanya ukarabati wa bandari ili kurahisisha usafirishaji wa abiria na mizigo kati ya Tanzania na mataifa jirani, huku akieleza ukarabati huo unaenda sambamba na ujenzi wa meli 4 za mizigo katika ziwa Tanganyika ambazo zitachagiza maendeleo na kuleta fursa za kiuchumi kupitia usafirishaji wa bidhaa ndani na nje ya nchi. Nitaielekeza Wizara ya Ujenzi kufanya upekuzi wa madai haya, na yale atakayothibitika ni madai halali, na wahakikishia kwamba tunakwenda kuyalipa. Kwa upande mwingine tumeimarisha pia usafiri wa anga mkoani humu kwa kuboresha uwanja wa ndege wa Mpanda, kiwa ni pamoja na ujenzi wa jengo la abiria, na kwa sasa huduma za usafiri kati ya Mpanda na Dar es Salaam zimeimarika, ambapo shirika letu la ndege linafanya safari mara 3 kwa wiki. Tunajipanga katika kila wilaya kwenda kuanzisha kongani za viwanda. Kwa hiyo kila wilaya ijipange na eneo. Baada ya kufikisha umeme vijijini na vitongoji vyote na kuhakikisha umeme unapatikana kwa masaa 24 ndani ya wiki kwa mwaka mzima, tunakuja na kujenga kongani za viwanda vidogo na viwanda vya kati, ambavyo vitakwenda kuongeza thamani mazao yanayopatikana ndani ya mkoa huu ili tuwe na soko kubwa zaidi na tuende tukiwa na uhakika zaidi ndani ya masoko ya kimataifa. Katika kipindi cha miaka 5 iliyopita tumeanza na viwanda vikubwa 5 na viwanda vya kati 20 ndani ya mkoa huu, na jumla ya ajira ndani ya viwanda hivyo ni 5828 zimepatikana. Hivyo tunajipanga kuongeza ajira kwa
Mgombea mwenza wa urais kupitia chama cha ukombozi wa umma CHAUMMA Bi Devota Minja amesema iwapo chama hicho kitapata ridhaa ya kuongoza taifa katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka huu, serikali yao ndani ya siku 100 za mwanzo zitahakikisha wakulima na wananchi wa mkoa wa Njombe wananufaika kiuchumi kupitia kilimo cha mazao ya misitu, ikiwemo kuwa na viwanda vya kuongeza thamani ya mazao hayo. Taarifa zaidi na Michael Patrick. Akinadi sera zake mbele ya wafuasi na wanachama wa chama hicho katika mkutano wa kampeni uliofanyika mjini Njombe, mgombea mwenza wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Bi Devota amesema hatua hiyo inalenga kuwaondoa wakulima na wananchi wa Njombe katika umaskini. Watu ambao ni wakulima mazao misitu ni matajiri wa kutupwa, lakini Njombe ni masikini wa kutupwa. Leo mtu mbaya tu, mtu wenyewe kodi ni mfululizo. Ndugu zangu na waambia, CHAUMMA tukiingia madarakani tutakuja na mkakati wa kupandisha hadhi misitu. Tuondoe kodi zilizoko kwenye misitu ndugu zangu. Tuache wakulima misitu wanufaishe. Tulete viwanda ndugu zangu za kuongeza thamani hapa. Aidha, mgombea mwenza huyo amesema CHAUMMA haiungi mkono hatua za kuhamasisha Watanzania wasishiriki zoezi la uchaguzi. Ndugu zangu wanawatisha hili kuandamana kitu gani? Tunataka demokrasia ndugu zangu. Tunataka tuwatoe hawa watu kwa haki, sio kwa vurugu, sio kwa vita. Tutawatoa kwa kura. Kwa upande wake, mwenyekiti wa CHAUMMA mkoa wa Njombe Patrick Njurumi amemweleza mgombea mwenza wa urais wa CHAUMMA juu ya dhamira yao ya kuweka wagombea wa nafasi ya ubunge na udiwani. Tuna matatizo mengi ya miundombinu ya maji, lakini tu kwamba yote hayo wana CCM wamezoea kuombea kula kila baada ya miaka 5. Naye mgombea ubunge wa jimbo la Njombe mjini Sigrada Mligo pamoja na mgombea udiwani wa kata ya Njombe mjini John Johnny wakatumia mkutano huo wa kampeni kuomba ridhaa ya kuchaguliwa na wananchi kwa kunadi sera zao. Mtumani mimi nikapinga sheria mbovu za kodi. Vile vilio vyetu tulivyolia kwa muda mrefu vitaenda kuletewa utatuzi kutokana na sera imara ambazo zimeandaliwa na chama cha ukombozi wa umma CHAUMMA. Kutoka hapa mkoani Njombe, naitwa Michael Patrick. Jeshi la polisi mkoa wa Geita linamshikilia Martha Japhet mwenye umri wa miaka 44, mkulima na mkazi wa kijiji cha Mawemeru, kata ya Nyarugusu, wilaya ya Geita, kwa tuhuma za mauaji ya mume wake aitwaye Shabani Pasco mwenye umri wa miaka 55 ambaye ni mchimbaji madini. Kamanda wa polisi wa mkoa wa Geita Safia Jongo akizungumzia tukio hilo amesema mauaji hayo yamebainika Oktoba 16 mwaka huu majira ya saa 7 kamili mchana katika kitongoji cha Mzalendo baada ya taarifa kufikishwa kituo cha polisi siku hiyo hiyo ikieleza kuwa Shabani Pasco hajaonekana nyumbani kwake tangu Oktoba 11 mwaka huu majira ya saa 9 kamili usiku. Kufuatia taarifa hiyo, jeshi la polisi lilianza uchunguzi mara moja na kufanikiwa kumkamata mtuhumiwa Martha Japhet na kumhoji kwa mujibu wa sheria. Tulimkamata mwanamke mmoja anaitwa Martha Japhet ambaye ana umri wa miaka 44, ni Mnyamwezi na ni mkulima, mkazi wa kitongoji cha Mzalendo, kijiji cha Mawemeru, kata ya Nyarugusu, wilaya ya Geita. Baada ya mahojiano makali, mwanamke huyu alikiri kwamba marehemu ni mume wake na kwamba siku hiyo ya tarehe 11 majira ya saa 3 usiku mwanaume huyo alirudi nyumbani, lakini wakawa na ugomvi ambapo ilimpelekea kumshambulia kwa kitu chenye ncha kali, na baada ya kumshambulia mwanaume huyo alifariki dunia, na baada ya kufariki akaamua kuchimba shimo ndani ya nyumba yao na kisha akamfukia, na baada ya kumfukia akajaza kifusi juu na kuchukua magunia ya udaga na kuyapanga juu yake. Hivyo alituonyesha eneo ambalo alimzika mwanaume huyo, na kwa kutumia kibali cha mahakama tulifukua na tulikuta mwili huo ukiwa umeharibika vibaya, na maiti ilionyesha kwamba alikuwa ameshambuliwa na kitu chenye ncha kali. Naomba niendelee kutoa wito kwa
jamii kwa kuacha kujichukulia sheria mikononi. Migogoro ya kifamilia. Kila siku tunatoa elimu kwa jamii kuhusiana na mauaji yanayo chanzo chake kikiwa ni ukatili wa jinsia. Na tunasema ukatili kwa Geita huko pande zote mbili. Wanaume wanafanywa ukatili mpaka wanapoteza maisha ikiwemo huyu, lakini wanawake wanafanywa ukatili mpaka. Wanaume nchini wameshauriwa kuwashirikisha wenza wao katika umiliki wa ardhi ili kuepuka migogoro ya kudhulumiwa mirathi na watoto kubaki wanateseka pindi baba anapopoteza maisha. Taarifa hii inaangaziwa na Epimaco Apolinari. Rai hiyo imetolewa na naibu katibu mkuu Wizara ya Ardhi Ruth Kabyemera wakati wa zoezi la kliniki ya ardhi ya urasimishaji wa maeneo ambayo yalikuwa hayajapimwa katika kata ya Igurusi wilaya ya Mbarali mkoani Mbeya, huku Faraja Nkwera ambaye ni afisa ardhi mteule halmashauri ya wilaya ya Mbarali ametoa elimu ya umuhimu wa umiliki wa ardhi kisheria kwa wananchi. Kwa hiyo ni wasihi sana kina baba, jamani, naomba mtumie fursa hii muwashirikishe na kina mama kwenye kumiliki hii rasilimali muhimu wa familia ili iweze kutumika kwa nyinyi nyote kwa pamoja, lakini vile vile hata yanapotokea matatizo huko mbele ya safari, basi tusibakize familia zetu zikiwa kwenye machungu. Wengi kwenye maeneo yetu saizi hapa si ile hata tunamilikisha miaka 99. Saizi una umri mzuri tu, unaweza kuona vizuri macho kwamba mgomba umepanda ndio mpaka wa eneo lako. Baada ya miaka 20 mbele, mgomba umetawanyika pale mashina yake. Wewe bado unaelezea mgomba ndio mpaka, kumbe mgomba umesogea, umeongezeka. Na shina la mgomba la kwanza unalolipanda likichipua, likizaa, linawezekana lile shina mama linakufa, linachipua lingine pembeni. Wananchi waliopokea hati ya umilikishwaji wa ardhi wamepongeza serikali kwa hatua hiyo na kuwataka wananchi wengine ambao hawajapata hati kushughulikia kulingana na manufaa yake baadaye. Naipenda kushukuru serikali kutuangaikia sisi wana hali ya chini ili tupate hati ili tuendeshe maendeleo ya kijamii vizuri sana. Nilikuwa nashindwa kukopa mikopo. Kwa kila mkopo unapoenda kukopa unaambia lazima ulete hati. Kwa nilikuwa nashinda, nadhani kwa saizi nilipopata hati nitapata mkopo bila shida. Mimi naishukuru sana serikali. Ninawashauri na wenzangu ambao hawajapata hizi hati katika wilaya yetu hii ya Mbarali wajitahidi sana wapate hati. Serikali imetufanyia vitu vizuri kabisa. Una uwezo ukiwa na matatizo, umekamata polisi, unaweza kuwekea hati yako kukutoa. Una uwezo mtoto amepata na nili unataka kumsomesha, unaweza kupeleka ukakopa fedha akaenda kusoma. Viwanja vyangu havikuwa salama, tulikuwa tunagombana na jirani yangu, alikuwa nakata. Sasa hivi nilivyoweka hati miliki ilikuwa salama, hajarudia tena kukata kiwanja changu. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Epimaco Apolinari. Serikali wilayani Babati mkoani Manyara imewahakikishia wananchi wa wilaya hiyo na mkoa huo kwa ujumla uwepo wa amani na utulivu mkubwa kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka huu, na kuwataka kujitokeza kwa wingi bila hofu kushiriki uchaguzi huo na kuchagua viongozi wanaoendana na matamanio yao. Elia Kimani anaripoti zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari, mkuu wa mkoa wa Tabora hapo Chacha ametoa taarifa ya kukamatwa kwa mwanaume huyo. Ni katika kikao kazi kati ya wazee, watu maarufu pamoja na viongozi wa serikali ya vijiji vya kata ya Magugu, mkuu wa wilaya Babati Emmanuel Kaganda amewakumbusha kuwa jukumu la kutunza amani na utulivu ni la jamii vyote. Hivyo ni vyema wazee hawa kuchukua jukumu la kuibua yoyote wanaotilia mashaka kwenye maeneo yao. Kipaumbele namba 1 kwa serikali yetu na sisi viongozi wenu ambao mmejituma ni kuhakikisha kwamba tunaendelea kulinda tunu ya amani na utulivu ndani ya nchi yetu. Amani na utulivu ambavyo vinaanzia kwenye ngazi ya familia na inaenda kwenye ngazi ya kijiji, kitongoji, kijiji, kata mpaka taifa. Na hili wazee niwaambie ni jukumu lenu kukemea pale mnapoona mambo kwenye maeneo yenu hayaendi sawa. Oktoba 29 mwaka huu ni siku inasubiriwa kwa hamu na gamu na wengi kushuhudia historia nyingine ya wananchi wa taifa la Tanzania kupiga kura kwenye uchaguzi mkuu, kuchagua viongozi wanaodhani wanaendana na matakwa pamoja na matarajio yao. Ingekuwa inasogezwa kama saa kabla watu hawajabadilisha mawazo,
siku hiyo kwanza kata Magugu hawataamini kura zitakazokuwa zimepigwa za kutosha, kwa hiari, hawana shida. Tutatoka kwa kiasi chetu chote, hatuna mtu tamwacha nyumbani. Lazima tutawasukuma vijana na wakina mama, hata na wale wasichana ambao wenye umri wa kupiga kura. Tuna hiyo nia kabisa. Mkuu wa wilaya Babati pia ametumia kikao hiki kufikisha salamu za kuomba radhi kutoka kwa mgombea urais wa Chama cha Mapinduzi Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kushindwa kusimama eneo la Magugu wakati alipopita kwa ajili ya mkutano wa kampeni zake wilaya Babati, ambapo wazee hawa wameonyesha kufurahishwa na kitendo hicho cha kuombwa radhi na kueleza waliotamani kumweleza iwapo wangesimama kuzungumza nao. Na hata hivyo pia salamu ambayo rais amesema anatuomba msamaha, pia tunashukuru pia na yeye kwa kutuona kwamba na sisi tunafaa kuomba msamaha, na pia na sisi salamu zetu naye apokee. Tuna shida ya maji, tuna shida ya barabara, wamama anajifungulia njiani, hospitali iko mbali. Sasa hayo yote tutamani kusema. Kutoka wilaya Babati mkoani Manyara, mimi ni Elia Kimani, Channel 10. Mtu mmoja mkazi wa wilaya ya Urambo mkoani Tabora anashikiliwa na jeshi la polisi kwa ajili ya mahojiano, akituhumiwa kuandika jumbe ukutani kwenye nyumba ya mtu akihamasisha wananchi kufanya maandamano siku ya uchaguzi mkuu Oktoba 29 mwaka huu. Pendo Salwa na taarifa zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari, mkuu wa mkoa wa Tabora hapo Chacha ametoa taarifa ya kukamatwa kwa mwanaume huyo mwenye umri wa miaka 30, huku akitoa tahadhari kwa wale wote wanaoendelea kufanya vitendo vya kuhamasisha maandamano siku ya uchaguzi mkuu. Yupo mtu mmoja tumemkamata pale Urambo, anaendelea kuhojiwa. Aliandika kwenye nyumba ya mtu usiku. Sasa vyombo vyetu tunayo intelligence imara sana. Walimkamata asubuhi yake, anaandika kwenye nyumba ya mtu kwamba usiende kupiga kura, naenda kwenye maandamano tarehe 29. Sasa anaendelea kuhojiwa na vyombo vyetu vya usalama, na kwa kutoa onyo kwamba mtu asije akathubutu akaenda kuandika kwenye mlango wa mtu au ukuta wa mtu akihamasisha vurugu ya aina yoyote ile, tutambaini na tutakabiliana naye. Na nimeelekeza leo, nimeelekeza waheshimiwa wakuu wa wilaya wakae na kamati zao za ulinzi na usalama wilaya zote za mkoa huu, wilaya 7. Kuanzia leo, mtu yeyote yule atakayeonyesha ashiria yoyote ya vurugu ya aina yoyote ile akae ndani mpaka tumalize uchaguzi. Hatutakuwa na muda wa kusikiliza nini alichokuwa anakimaanisha. Aidha, Chacha amewahakikishia usalama wananchi wa mkoa wa Tabora kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu, na kwamba vyombo vya usalama vimejipanga kudhibiti vitendo vyote vya uvunjifu wa amani. Tuna kazi ya kulinda kila mwananchi katika mkoa huu. Cha kuhakikishia ni kwamba tutawalinda kwa dhati kabisa. Kwa mtu asije akapata hofu kwenda kwenye kituo cha kupigia kura akidhani kuna uhalifu au kuna vurugu yoyote inaweza ikatokea. Tumejipanga vizuri, vyombo vya usalama vyote. Kutoka Tabora, Pendo Salu. Rais wa Marekani Donald Trump amemtaka Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine kufikia makubaliano na Urusi wakati alipokutana naye jana Ijumaa katika ikulu ya Marekani. Trump amefifisha matumaini ya Kiev ya kuuziwa makombora ya masafa marefu aina ya Tomahawk, huku kiongozi huyo akiongeza juhudi za kuvimaliza vita hivyo. Trump alisema mwezi uliopita kwamba anaamini Ukraine inaweza kurudisha maeneo yake yote, lakini sasa rais huyo anaonekana kubadilisha mwelekeo wake, haswa baada ya kukubali kukutana na rais wa Urusi Vladimir Putin mjini Budapest huko Hungary. Baada ya kukutana na Zelensky katika ikulu ya Marekani, Trump alisema kwenye mitandao ya kijamii kwamba mazungumzo yao yalikuwa ya kufurahisha sana na ya kupendeza, lakini amemweleza Zelensky kama vile alivyopendekeza kwa Rais Putin kwamba ni wakati wa kukomesha mauaji na kufikia makubaliano. Taasisi ya saratani ya Ocean Road imetoa semina elekezi ya saratani kwa waandishi pamoja na wahariri wa vyombo vya habari, ikiwa
na lengo la kuimarisha uelewa kuhusu uchunguzi wa mapema wa saratani ya matiti na kuhamasisha jamii kuchukua hatua za mapema. Tupate taarifa zaidi. Akifungua semina hiyo katika mwezi wa uelewa juu ya saratani ya matiti maarufu Pink October Breast Cancer Awareness Month, kaimu mkurugenzi wa huduma za kinga katika taasisi ya saratani Ocean Road, Daktari Crispin Kahesa, amesema kwa wagonjwa 100 wa saratani ya matiti, 99 ni wanawake na 1 ni mwanamume. Huku Daktari Magua Stefano akihimiza wananchi kujilinda na saratani ya matiti na kuwataka wanawake kujichunga wenyewe na kuwa na mtindo mzuri wa maisha na kuzingatia ushauri wa wataalamu wa afya. Tumia sauti zenu kwenye vyombo vya habari, vya televisheni, redio, mitandao ya jamii kupeleka uelewa na elimu sahihi na kuondoa imani potofu kuhusiana na ugonjwa wa saratani. Kwa kufanya hivyo, tutaweza kuokoa maisha walio wengi kwa kuondoa dhana potofu. Niendelee tu kuwahimiza wananchi kwamba tuendelee kuishi mtindo bora wa maisha, ikiwa pamoja na kula vyakula bora ambavyo inamaanisha kwamba vyakula ambavyo sio vya mafuta mengi hususan ya wanyama, lakini kula zaidi vyakula vya mboga na matunda kwa wingi ili kuweza kujikinga na ugonjwa wa saratani. Nao mashujaa wa saratani wametoa wito kwa serikali kuongezwa nguvu zaidi katika kuelimisha jamii kuhusu ugonjwa wa saratani ili kuleta matumaini zaidi kwa wagonjwa kuwa saratani inatibika endapo utawahi tiba mapema. Tulikuwa tunaomba kabisa serikali jamani tuangalie kwa jicho lake la huruma, na tumeambiwa serikali yetu ni sikivu alafu nchi yetu sio maskini. Kwa tunaomba jamani watuangalie. Sivuti sigara hata siku hii moja. Simtumizi wa mapombe hata siku hii. Sasa naipataje hii? Lakini mwisho wa siku nikakubaliana na daktari. Nikarudi nyumbani, lakini ile sasa ikawa ni siri yangu. Mama watoto wangu hajui, kwa sababu mtu mwingine ukimwambia yeye ndo anapagawa zaidi kuliko hata wewe, anakuchanganya. Mimi ni Witness Ngalawa na hii ni Channel 10. Na shukrani Witness Ngalawa. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz anakabiliwa na ukosoaji mkubwa kutoka kwa wabunge wa upinzani juu ya matamshi yake ya kufukuzwa kwa wahamiaji yaliyotafsiriwa kuwa ya kibaguzi. Matamshi hayo aliyatoa wakati akijibu swali kuhusu ushawishi wa chama cha siasa kali AfD na juhudi za serikali yake za kurekebisha sera ya uhamiaji. Merz alisema kwamba bado kuna matatizo katika mandhari ya jiji na ndio maana waziri wa mambo ya ndani wa serikali ya shirikisho anatekeleza zoezi la kuwafukuza wahamiaji wengi. Kauli ya mandhari ya jiji imekosolewa vikali kwa kuonekana kama ya kibaguzi, ikitafsiriwa kuwa maeneo ya mijini ambayo yana wakazi wa tamaduni mbalimbali kuliko vijijini yanapaswa kulengwa katika kuwafukuza wahamiaji. Katika barua iliyoandikwa kwa Merz, wanasiasa kadhaa kutoka chama cha upinzani cha kijani Greens wamemtaka aombe radhi hadharani kwa kauli walizoziita za ubaguzi wa rangi. Wananchi wa mitaa miwili wa Kurangwa na Tegeta A katika kata ya Goba, manispaa ya Ubungo jijini Dar es Salaam wamempongeza Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye kwa sasa ni mgombea urais kupitia Chama cha Mapinduzi CCM kwa kutekeleza vema ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa kutoa fedha kwa ajili ya kuanza ujenzi wa barabara ya Korea Road yenye kilomita 7 ambayo itajengwa kwa kiwango cha lami ambapo itaenda kuondoa kero kwa wananchi wa mitaa hiyo. Taarifa kamili na Marieta Msembele. Walionekana kufurahishwa na ujenzi wa barabara hiyo. Wamesema kuanza kwa ujenzi huo na kushuhudia wakandarasi wakiwa barabarani na tayari wameanza kazi, wanaamini kwa sasa kilio chao cha muda mrefu Dr. Samia Suluhu Hassan amekisikia, hivyo wanaamini wagonjwa pamoja na wakina mama wajawazito watafikishwa kwa haraka katika vituo vya afya na kuokoa maisha ya watoto pamoja na kupungua kwa bei ya nauli. Sasa kero hizo zitakuwa zimekwisha. Pita tumepokea wakandarasi hapa wa China kwa ajili ya barabara ya Korea Road kutoka Tegeta A chini
mpaka mwisho Madare, na tulikuwa na mkwamo sana, barabara haina kiwango cha aina yote, haina kokoto, haina tangalawe, barabara ya daraja bovu. Lakini kutokana na hivi sasa, kuanzia wiki iliyopita mpaka sasa nashukuru. Tembea kwa mguu, pengine hata kujifungia njiani, lakini sasa hivi tunafika hospitalini kwa wakati. Kama miaka 8 iliyopita, lakini nashukuru sana kwa maendeleo ambayo tunayaona. Kwa sasa tuko na shida ya maji, kwa kweli tumesaidiwa, maji tunayaona. Tulikuwa na shida ya umeme umepatikana, na sasa tunaona wakandarasi wapo wanaendelea na ujenzi wa barabara, na naamini muda wote tutakuwa na barabara ya lami. Na hii ndio ilikuwa inatusumbua sana, kwa sababu tunapata shida, hata wakina mama kwenda hospitali ilikuwa ni shida. Barabara hii ina changamoto nyingi sana nyakati za mvua, umeona. Kwa hiyo sasa hivi tunashukuru serikali, awamu ya mama imetuletea huu mkandarasi mpya. Shukuru sana serikali kutuletea barabara, kwa sababu tumehangaika sana na hii barabara, mambo yetu vinaharibika. Tumehangaika sana. Kwa hiyo tunashukuru serikali. Hata hivyo, Channel 10 ilizungumza na mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Kurangwa na alikuwa na haya ya kusema. Tegeta hii changamoto kubwa ilikuwa kilio cha wananchi, barabara pamoja na daraja. Lakini mpaka hivi leo tunavyozungumza, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amefanya kazi kubwa. Mradi huu wa Benki ya Dunia umeshuka katika mtaa wetu wa Kurangwa pamoja na Tegeta hii kilomita 7.6 ambayo tunatoa njia panda ya Tegeta A inaonana na njia ya Msumi. Nikiripoti kutoka hapa katika maeneo ya serikali ya mtaa wa Tegeta A jijini Dar es Salaam, ni Marieta Msembele wa Channel 10. Bodi ya korosho nchini imepiga marufuku kwa mtu yeyote asiye na kiwanda cha kubangua korosho kununua korosho katika soko la awali la zao na kutaka wenye viwanda kununua na kutumia nembo za viwanda vyao kwenye magunia kusafirisha korosho wanazonunua, lengo likiwa ni kudhibiti na kuwezesha soko hilo kunufaisha wabanguaji wa ndani ya nchi. Mwandishi wetu Adam Malima ana taarifa zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari mkoani Mtwara, mwenyekiti wa bodi ya korosho nchini Brigadia Jenerali mstaafu Alois Mwanjile amesema lengo la kufanya hivyo ni kuboresha soko la awali na kuhakikisha wabanguaji wa ndani wanapata huduma stahiki, huku akitaka wahusika wote katika soko la awali la korosho kuzingatia utaratibu uliowekwa. Ndugu wanahabari, katika kuboresha soko la awali na kuhakikisha wabanguaji wanapata huduma stahiki msimu huu wa 25-26 kupitia mwongozo namba 3 wa ununuzi wa korosho katika soko la awali, mbanguaji asiyekuwa na kiwanda hatapewa leseni ya kununua korosho ghafi kupitia soko la awali. Vile vile mbanguaji atawajibika kutumia magunia yenye nembo ya kiwanda chake wakati wa kubeba korosho alizonunua kutoka ghala la AMCOS kwenda kiwandani kwake. Aidha, bodi hiyo imeeleza kuwa minada ya korosho msimu huu itaanza Oktoba 31. Tarehe 22 Oktoba vyama vya msingi vitaanza kupokea korosho za wakulima zenye kiwango cha unyevu kisichozidi 10%, na tarehe 25 Oktoba 2025 ghala kuu zitaanza kupokea korosho ghafi zenye ubora kabla ya kuanza kwa minada tarehe 31 Oktoba 25. Matarajio ya bodi ya korosho ni kuongezeka kwa uzalishaji wa zao la korosho msimu huu wa mwaka 2025-2026 kwa kuwa serikali imewezesha wakulima kuwa na kilimo chenye tija. Hali ya zao sio mbaya, ni nzuri, na tuna imani kwamba mwaka huu tumejikia malengo ya tani 700,000. Tuna imani tutaweza kuyakaribia kwa kadri iwezekanavyo. Tuombe Mungu kama hali itabadilika. Hali ya mashamba iliyopo mashambani tukotembea huko, hali ya mashamba sio mbaya. Kama hali itabadilika, tuna imani tutaweza kufikia au kukaribia lengo ambalo tulijiwekea la tani 700,000 ambalo pendo liko kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020-2025. Kutoka katika ofisi za makao makuu ya bodi ya korosho nchini hapa mkoani Mtwara, Damalima, Channel 10. Askari polisi nchini wametakiwa kuendelea kushirikiana na wananchi katika kubaini pamoja na kuzuia makosa yanayotokana na vitendo vya udhalilishaji wa kijinsia na ukatili dhidi ya watoto ili kukomesha vitendo hivyo na jamii ibaki kuwa salama. Tupate taarifa zaidi. Mwezi Januari hadi Septemba 2025, jumla ya makosa ya kubaka
512 yameripotiwa ikilinganisha na makosa 680 yaliyoripotiwa mwaka 2024. Kwa pamoja na kazi zetu tunayoifanya kwa niaba ya kamishna wa polisi Zanzibar, ni wasihi wote kwa pamoja, wale ambao tuko kwenye sheria na wale ambao tuko mashuleni na sisi ambao ni viongozi wa himaya, tuweze kutekeleza majukumu yetu kwa kushirikiana ili tatizo tuendelee kulipunguza. Waweze kuchukua hatua za kinidhamu kama ambao tunashuhudia watendaji wa vitengo vingine pale ambapo wanakuwa wamekiuka utaratibu wa kazi. Kilichotuleta hapa ni kukumbushana kuhusu masuala ya ukatili, lakini pia kukumbushana namna dawati la jinsia na watoto ndani ya Jeshi la Polisi linavyofanya kazi. Zikiwa zimesalia takriban siku 11 kuelekea uchaguzi mkuu Oktoba 29, hamasa ya kudumisha umoja na utulivu imezidi kushika kasi nchini, ambapo jiji la Dodoma mamia ya wananchi kutoka makundi mbalimbali ikiwemo vijana, viongozi wa dini, wafanyabiashara na watumishi wa umma wamejitokeza kwa wingi kuonyesha mshikamano wao kupitia matembezi ya amani. Mwandishi wetu Leonard Mwacha kutoka jijini Dodoma na taarifa zaidi. Matembezi hayo yaliyoratibiwa kwa lengo la kuwakumbusha wananchi umuhimu wa kulinda amani kabla, wakati na baada ya uchaguzi yalianzia viunga vya bunge na kuhitimishwa viwanja vya Nyerere Square. Akiongoza matembezi hayo, mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ambaye pia ni mkuu wa mkoa wa Dodoma Bi Rosemary Senyamule amesema matembezi hayo ni uthibitisho kuwa wananchi wanataka amani. Tuliosema tunataka amani ni wananchi. Sisi wananchi ndio tumetamka kuwa sisi tunataka amani. Hata kijana akisema anataka amani, nani wa kuivuruga amani? Tumeuthibitishia umma wa Wanadodoma na Watanzania, hapa hakuna muandamanaji Dodoma. Hapa hakuna mchoma moto Dodoma. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Dodoma Alhaji Jabiri Shekimweri akaelezea nafasi ya michezo katika kudumisha amani, huku vijana wakidhamiria kudumisha amani ili kulinda shughuli mbalimbali za kiuchumi wanazofanya. Tukifanya mazoezi hayo, nimefurahi kwamba leo pia wapo hapa, tunahamasishana sio tu kuweka miili yetu sawa sawa, lakini zile nyimbo za hamasa zinatukumbusha pia kwamba tulinde amani ya nchi yetu. Lakini la pili, kuhamasishana kuhusu masuala ya uchaguzi. Pale mwanzo nilisema uchaguzi ni maisha yetu ya kila siku. Amani inapotoweka, hakuna jambo ambalo litafanyika. Kama ni mlezi, utashindwa kulea familia yako. Kama ni mfanyabiashara, utashindwa kufanya biashara. Lakini hata kama ni dereva bodaboda, pia hautaweza kufanya hizo biashara zako. Kwa hivyo kuna umuhimu mkubwa wa kutunza amani. Tunafahamu amani ni tunu ambayo tumekabidhiwa na Mwenyezi Mungu, na amani ni kitu muhimu, lakini amani ni jambo jema si kwa vijana tu. Watu wote tunategemea amani ili kuweza kufanya shughuli zetu mbalimbali. Matembezi hayo pia yaliambatana na dua maalum ya kuiombea nchi amani, haswa katika kipindi hiki cha uchaguzi. Tarehe 29 Oktoba, mwezi huu Mungu wetu mtakatifu utusaidie sana, iwe siku yenye heri na baraka. Fahayina rabbana bisalam. Tunakuomba ya Rabbi, katika nchi yetu ya Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tuishi kwa salama. Leonard Mwacha, Channel 10, Dodoma. Mgombea ubunge jimbo la Mchinga lililopo mkoani Lindi kupitia Chama cha Mapinduzi CCM, Mheshimiwa Salma Kikwete amewaahidi wananchi wa jimbo hilo kuwa endapo atapewa ridhaa ya kuwa mbunge wa jimbo hilo atahakikisha anasimamia ugawaji wa maeneo ya kiutawala na kulifanya jimbo hilo kupandishwa hadhi ya kuwa halmashauri yake ili kusogeza karibu huduma za kijamii ambazo wamekuwa wakizifuata manispaa ya Lindi. Mheshimiwa Salma Kikwete amesema hayo katika nyakati tofauti ndani ya mikutano yake ya kampeni alipokuwa akizungumza na wananchi wa Legeza Mwendo na Mkangaulani, kata Milola katika manispaa ya Lindi, ambapo hapa anaeleza nia na malengo yake. Tunataka na sisi tuwe na himaya yetu, kuwa na mkurugenzi wa kwetu wenyewe, kuwa na wataalamu katika idara zote zile
za msingi, kwa mfano idara ya elimu, idara ya afya, idara ya miundombinu ya barabara na idara nyingine zote ambazo ni muhimu, tunakuwa nao sisi wenyewe. Kwa hiyo tukishakuwa nao sisi wenyewe na bajeti yetu ikiwa ni ya kwetu sisi wenyewe, tutapanga mipango yetu kwa kadri bajeti inavyotueleza sisi. Hassan Kimbioko, mgombea udiwani wa kata ya Milola, hapa anatumia fursa hiyo kumwombea kura Mheshimiwa mbunge, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ikiwemo kujiombea kura yeye mwenyewe. Kula za ndio zote tunasema ko Samia, ko Salim Rashid Kikwete, ko Hussein Said Kimbioko. Tumeshirikiana na nyinyi, mazuri nimeyafanya. Mheshimiwa Rais wetu kupitia mbunge wetu na kijana mimi nimeingiza hapa zaidi ya bilioni 1, tuna milioni 325 za shule mpya. Baadhi ya wananchi waliohudhuria katika mkutano huo wanaeleza imani ya mgombea wao wa ubunge kuwa atawakilisha vyema, huku wakimuomba kufanyia kazi tatizo la barabara. Tuna uhakika kwamba atatufanyia mambo mazuri kwa Milola. Kwa hiyo tunamuomba sala zake alizozitangaza basi azifanyie kweli Milola, atutengeneze barabara. Nimeridhika naye kutokana na uongozi wa miaka 5 iliyopita. Nimekubali kula yangu kumpa Mama Salma. Sisi tupo ridhaa kumpa miaka 5 tena. Ahmed Nandonde, Channel 10. Na shukrani Ahmed Nandonde kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, natamatisha habari sehemu ya kwanza na tuende mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari za michezo na burudani, utaungana naye Esther Mtebe.